Hamjambo, najua mko salama. This morning we are privileged to have one of our legend ambaye ameanzisha games karibu zote ini na Nyuki, atupatie story yetu. Ni baba yetu ametulea sisi wote, na watoto wake ni marafiki zetu, akina Mosh, akina Moiro, akina Ndesh, wote ni marafiki zetu na tumelewa nao pamoja. Tuko na mzee si mwingine bali ni Mr. Wachira Sporty ambaye ni baba yetu na tunamheshimu. Tuko pia na our gold medalist ambaye anaitwa Abdul Ramadhan. Tuko na Mukuria ambaye tunamuita Daddy Kush, na tuko na Alex Alepe hapa ambaye pia ni coach na pia alikuwa boxer. Watatupatia story nyingi, lakini kwanza hebu mzee ambaye baba yetu atupatie history yake kidogo, na venye aliingia na Nyuki, venye alianzisha sports zote huku, from athletics to football to hata netball alikuwa ana facilitate mpaka boxing. Hata tupatie hiyo story. Dad, welcome. Yes. Tupatie story kidogo hiyo, ulianzisha venye uliingia hii na Nyuki. Tunafurahi sana kukuona. We are very happy to be with you around here today. Okay, thank you very much. Asante sana. Kama mlivyoambiwa, jina langu ni John Wachira, lakini sana najulikana kama Wachira Sports. Nilikuja mji wa Nanyuki mwaka wa 1978. Na nilitoka Nakuru. Yes. Nilifanya interview hapa Nanyuki Town Council mwaka wa 1977. Yes. Lakini nilikuja kuanzisha kazi ya sports mwaka wa 1978. Nilipokuja Nanyuki, nilikuta Nanyuki michezo ilikuwa ni historia, na nilijaribu sana upande wa stadium, tukarekebisha stadium, lakini haikufanyika kama ilivyo kawaida katika sheria ya mambo ya michezo. Stadium ilikuwa iko na shida gani kidogo? Stadium shida ambayo ilikuwa Medistad imewekwa upande wa Russia, na uwanja wenyewe hasa the running track imewekwa opposite ya vile inavyotakikana. Lakini kwa kuwa town council haikuwa na pesa, tulivumiliana na tukaendelea. Na nilipokuja pia na Nyuki, nilianzisha mambo ya boxing, mambo ya football, mambo ya netball, volleyball. Na nilipokuwa pia hapa na Nyuki, mwaka wa 1977 nilipokuwa Nakuru, nilienda kuchezesha mpira wa Gor Mahia na timu iliitwa Black Mamba. Yes. Na nilipokuwa na Nairobi, tukajua na marehemu George Aplodeda ambaye alikuwa ni stadium manager. Yes. Na nikamuuliza kama tunaweza kuwa na friendly match between Nakuru na Nairobi. Na alipokubali, nikaenda nikamfahamisha my senior welfare officer, akanifahamisha kwa deputy director, mpaka mambo yakafikia director na ikakubalika. Tukafanya mkutano, na tulipofanya mkutano, hiyo ni mwaka wa 1977, tukakubaliana tuwe na mchezo. Mwaka wa 1978, michezo ya kwanza ilikuwa ya Nakuru, Nairobi, Kisumu na Mombasa. Tulipokutana Nairobi, tukafikiria tualike other municipalities. Mimi nilichaguliwa kama organizing secretary, na ingawa nilikuwa na Nyuki, ikiwa town council nilipatiwa ruhusa. Nikaenda tukasaidiana na hiyo mchezo ikaendelea. Na mwaka wa 1983, na Nyuki kapata status ya municipality. Yes. Sasa tukaingia in full force. Tukapeleka timu ya boxing, tukapeleka timu ya athletics, na tukapeleka timu ya traditional dancers. Kwa boxing na Nyuki na mamoja. Na tulipoendelea na mambo ya mchezo ya kimuska, hasa ilitangazwa ikawa ni Kenya Intermunicipality Sports and Cultural Association. Municipality zote tumecheza municipality nyingi, na timu ya Nanyuki ilijulikana sana hasa upande wa boxing. Sababu kile tukienda boxing, we were always the winners. Ndio. Tulisumbuana sana na timu ya Nakuru, mpaka tukawa lazima watu wapatiwe identity card ama employment card from any municipality ambako mchezaji anacheza. Ndio. Na by so doing, wachezaji wengi waliandikwa kazi na municipalities, either Nakuru, Mombasa ama wapi, wote ambao walikuwa wakichezea municipality
waliandikwa kazi ya municipality. Na hili litokana na mambo ya Kimuska. Kimuska wewe ndio mimi ndio nilianzisha Kimuska. Nilipokuwa Nakuru, nilipokuwa Nakuru, nilipoenda kuchezesha hiyo mpira Nairobi, tulipozungumza na stadium manager wa Nairobi, tulikubaliana na nikaenda kuzungumza na wakubwa wangu, na tukakubaliana, tukafanya mipango na ikakubalika. Baadaye safari ya kwanza tulikuwa council ile peke yake, lakini baadaye tulipokutana tukakubaliana tualike other municipalities na tukawaalika na tulipokuwa na uchaguzi mimi nilichaguliwa organizing secretary until nilipo retire mwaka wa 2003. Nimekuwa throughout the organizing secretary. Yes. Haya. Tuseme for example football. Ni timu gani zilikuwa wakati huo, wakati ulikuja Nanyuki, ni timu gani zilikuwa kali, ni nini yani zile timu zilikuwa nzito na nini, what did you do katika hizo timu ili kunata talent ya vijana? Asante sana. Timu ambayo ilikuwa nilipokuwa kuja Nanyuki nilifanya mipango mpaka tukawa na Super League. Yes. Timu ilikuwa inaitwa Baruti. Ya 10 Engineers Battalion. 10 Engineers Battalion. Yes. Walijaribu kabisa mpaka wakaingia Super League. Na walipoingia Super League tulipata timu nyingi kubwa kuja hapa Nanyuki, kwa mfano Gor Mahia, AFC Leopards, Gema, Kija Breweries. Yes. Ya, timu nyingi sana zilikuja Nanyuki. Na hii ilitokana tu na uongozi ambao ulikuwa kwa wakati huo. Yes. Haya, Kush. Yes. Hebu tupatie, unajua mzee namjua sana. Na unajua boss Munene. Hebu tupatie, kulingana wewe na wale watu wamenacha, hebu taja watu wawili watatu na venye aliwakuza kulingana wewe, kwa mimi najua uliingia boxing uko tu mdogo tu wakati ilianzia hapa. Mimi kama ni mjuavyo mzee, yeye ndio mwanzilishi wa boxing hapa. Yes. Na akafika mahali akatuletea Peter Munene ambaye ndio amenational talent hapa Nanyuki. The boss Peter Munene ni ule famous boss. Na Peter Munene alikuwa ni coach mtajika, alikuwa anajulikana Kenya mzima. Yes. Na ali national talent hapa Nanyuki. Na tukakuwa na champions ambao ni kina Kapsi na marehemu kina my brother David Muriuki. Kuna wengine kina Destroyer Kakuha. Yes. Kina Deuri, kina James Menya, yes. Kina William Mombogo, kina Wilson Mochangi Olympians. Tuko na Monohe, tuko na Anthony Washira. Wote wametoka Nanyuki. Wote wametoka Nanyuki. Na wameletea Kenya hii yetu sifa through boxing. Boxing ambayo ilianzishwa na mzee Washira. Na boxing ni kitu ilikuwa haijulikani hapa Nanyuki kabisa. But wakati ya mzee Washira alikuja na akakuwa na hiyo idea kuanzisha boxing, alifanya the right selection ya kutuletea coach ambaye alikuwa na upendo wa boxing. Yes. Boxing ilikuwa kuanzia kwa vidole zake hadi kwa nywele ilikuwa ni boxing. Na alifunza kwa upendo mkubwa sana boss. Na hadi leo ile boxing ambayo inachezwa hapa Nanyuki na ile tumeishi kucheza ni ile boxing ambayo talent ile boss ametutrain. Aliwatrain. Na ndio wakati hata tumeenda vilabu zingine huko nje, tumepata the same boxing tu ndio inafunzwa na wale makochi wengine. So historia ya boxing mzee Washira anayo, tuko na Kapsi hapa. Wanaelewa kabisa vile Nanyuki watu wamesaidika kabisa. Watu wengi wamepata ajira hadi leo wako kwa services. Wengine wako jeshi, wengine wako polisi, wengine wako prisons. Na walitoka na wote wametoka hapa Nanyuki Social Hall. Wako wametoka Nanyuki Social Hall. Na wengi walitoka mtaa ya Majengo pia. So nafikiri historia boxing ni mrefu hapa. Dad, Mr. Wachira. Yes. Ulitoa wapi boss? Cause boss ako na famous na hao maboy wetu sana, wale wakubwa wetu, wadogo wetu. Yeah. Peter Munene. Jina Munene ndiye boss. Yes. Boss alikuwa akifanya kazi na Kenya Prisons. Yes. Nairobi. Na ilipokaribia wakati wake wa kuretire,
kabla ya miaka haijafika nikamuuliza kama anaweza kubali kuwa raia mwema, ndio, na akakubali. And he resigned from prison. Na alipo resign nikamwambia mpango na akaandikwa kazi na Nanyuki municipality, ndio, and he became one of the best coaches in Kenya. Yes. Yeah. Na ametrain vijana wengi sana. Ametrain vijana wengi sana, mmoja wao ni kapsi huyu huyu wapi Monohe, Anton Wajira, na nani ni wengi. Na niulize Robert Wangira ashakuja kucheza Nanyuki? Oh yes. Amechezea hapa. Robert Wangira alikuwa mzito. Alikuwa cheza heavy? Welter. Mnasikia story Nanyuki inakuwa na story. Alex, wewe umenijua nikiwa Kadonye. Unajua kijana ukiwa mdogo. Na mimi namjua umekuwa boxing for long. Nimecheza boxing pia nikifuata miguu ya wenzangu. Tukajaribu pia mpaka tukapata kibarua kwa jeshi. Lakini hata kama vile sikuandikwa, nashukuru Mungu nilipata experience kutoka Nanyuki. Ndio ilifanya nikaenda level hiyo kubwa. Hata ndugu yangu hapa akitoka kama niligonga kidogo, nikaweza tulilimana kiasi. Nikaona pia akanipa niko sawa. Na hiyo ngumi nimetoa yote kwa boss na mzee wetu hapa wa Shira Sporting. Okay. Ndio nimefanya mpaka sasa tukaamua kutrain vijana tuweze kunasha wengine zaidi. Kama mimi sasa niko na klabu pale Kabiro. Niko na vijana tunadhania, nilikuwa nimewakaribisha kuja kuwaona. Nashukuru pia sports officer ukipona mguta kuja uangalie vijana. Sababu pia wewe ndio umefanya tumefika pale tumefika. Na tunataka kitu isiishe iendelee zaidi. Tuweze kujua Nanyuki itaenda wapi. Na ndio tukichagua viongozi tuweze kuwa kwa table wawe wanajua kuna sports officers wanaweza kutoka kwa sports officer anaweza kuja kuwachagulia mtu ambaye anaweza kuwa kama sports minister. Sio kuleta tu mwana sport ambaye hata ajui. Minister ajui mambo ya sports. Ni kuleta tu kusukumiwa mambo ya familia. Ile kitu iko nimefanya tumerudi nyuma na tulikuwa na shida na Nanyuki na wazee wetu wanaanzisha kitu vizuri. Kama ni kuandika wanaandika watu ambao wanajua ni ngumi wanacheza. Na kama ni officers wanajulikana ni sports officer ambaye anajua mambo ya sports. Sasa hizi imekuwa ni kama kujuana na kufanya tu kazi ifanywe na hakuna kitu inaendelea. Okay. Hapo tu ningetaka kuongeza an international referee judge in boxing. International AIBA. Yes. Anaweza kuwa boxing na namba. AIBA certified judge. Yes. Huyu ilivunjika nikaenda kuchezesha boxing na tarehe 1 Mei 1997 accident Palika pale Ndaragwa kama Ndaragwa matatu ili basti mguu ya nyuma ikaroro mimi tulikuwa kwa miti na mimi nisema asante sana kwa wale walitoa, sababu hata pesa walitoa kwa mfuko wakiniteremsha nilijikuta Mathari Provincial General Hospital. Hata the same morning tulikuwa na mzee akienda league. Mimi ndio nilimpanguzia viatu wakati hiyo nilikuwa nafanya fusion. Na tukaambiana kwa heri. Alikuwa anaenda wakati hiyo Nanyuki haikuenda kuwakilisho. Hakukuwa na pesa. Municipal ndio walikuwa sponsors wetu. Lakini hawakuwa na pesa wakati. Lakini alikuwa anatuwakilisha kama something you should learn from Daddy Kush Benye amesema ati alipanguzia mzee viatu. What does it mean? It means that anybody age ya baba yako ni baba yako and he deserve respect kama vijana the way una respect baba yako. That's a very 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 important message that Kush ametudrivia kwa vijana sisi na wale vijana ambao wanakuwa sasa hivi our younger brothers. Mzito huyu ndio gold medalist wetu, bado tulimficha last time na ninajua kuna mahali Mungu atasaidia na ile mambo tulipanga tutatengeneza, at least tumjenge ile nyumba yake ilibomoka hata kama ni ya mabati tu bedroom. Tunashukuru huyu gold medalist mazesi asipotelee tu hivyo watu wa Nanyuki. Wewe unajuaje baba yetu hapa Mr. Wachira Sporty? Respect yake iko, heshima yake iko. Kwa vile huyo ndio kwanza kuja Nanyuki na kwanza hiyo sport na nini kidogo akatufuta tena mtani kule nini akarudia kushimine alikuwa yuko kama huu akatufunza kidogo akamtoa akarudia mwingine anaitwa ABN dodo sasa ule simba kabisa Peter Manene ambao anaitwa boss huyo mta mwicho alimleta kule kwa usafi
yule coach mwenyewe hata ilikuwa na roho safi ya kufunza nini. Hakuwa mchezo. Hakuwa mchezo, ingekuwa na hasira. Alikuwa na hasira. Hiyo hasira yake hiyo ilisaidia. Ilisaidia sana. Sana tena. Hiyo hasira yake ilisaidia sana. Ndio ilisaidia sana. Ilisaidia hiyo nini? Kufunza mpaka saizi kuchezea Nyuki, Friendly, Nairobi, Moscow nini? Moscow. Tuka kuyu zetu kendelea hivyo tukatoka Nyuki na Breweries. Tulikuwa kazi na Breweries na nini? Mungu katusaidia bado kuingia national team. Sasa hiyo ile timu alikosi wote wa Nyuki kama tatu. Na coach boss in coach Monene the boss Yes. Alikuwa na ubaguzi ama alichukua kila mtu bora tu unajua kurusha mawantu? Hebu kush tupatie hiyo story. Boss hakuwa na ubaguzi. Hakutaka kujua wewe ni kabila gani ama umetoka wapi, umetoka Majengo, umetoka Rike, umetoka Ishuga. Bora unaelewa ile kitu wanafunza na anaona akikuingiza kwa ring hata rusha towel but utashinda. Sababu boss alikuwa akiona uko na uoga kidogo atakudanganya nitarusha towel but boss towel ni kusema story hiyo mangumi. Boss hajawahi rushia boxer wake towel. Hapana. Hajawahi rusha boxer, hajawahi rushia yani towel boxer kumuokoa. Hapana. Because boxing inasema either upigwe KO ama ushindwe na point ama referee stop the contest. Stop the contest. Hiyo ndio boss alikuwa anaamini. Alikuwa haamini kutupa towel. Excuse me, ama coach atupe towel sababu umepigwa. Umepigwa. Ndio alikuwa hataki. Sababu anaamini akikutuma pale amekutrain ya kutosha. Na hafai kukutuma pale kwa ring na akurushia towel. Umequalify. Najua ni mzuri. Kabisa. Mzee. Yes. Hebu tuambie ushacheza boxing na wazee fulani ututajie wawili watatu ambao Philip Waringe. With Philip Waringe. Philip Waringe was the only boxer in Kenya who won Commonwealth Games, All African Games, Olympics, name it. Commonwealth. Yes. All African. Yes. Olympic. Yes. Waringe. Weight featherweight. Yes. Na umetembea nchi nyingi. Kutembea. Safari ya kwanza kabisa ilikuwa Congo Brazzaville 1965. 2 years after independence. Mzee alikuwa anatembea international. Unaenda Nyeri hapa alafu. The first All African Games. Yes. Lakini tulipoenda kule light flyweight haikukubalika na world boxing. That is AIBA, Amateur International Boxing Association. Hawakukubali light flyweight. Kwa hivyo mimi nilipata walkover nikapewa kikombe. Ukapewa kikombe? Yes. Ndio hii nashikilia. Ingawa sijui kurusha ngumi lakini mimi nashikilia kikombe ya mzee nimeshindwa na mzee. Alex. Yes. Kuna maboy mlikuwa mnacheza nao nakumbuka kutoka kwa Mbuzi ukiteremka hivyo direct mpaka Air Force. Kuna wasee walichukuliwa nini? Jeshi. Okay. Oh yeah. Kwa jeshi walikuwa kwenye walichukuliwa tukatoka nayo kama Wambogo na nasema Wambogo Loboshe Deretu wa Loboshe alikuwa Deretu Mochangi Chris Mochangi pia tumekuwa light fly alikuwa pia boxer mzuri. Yes. Alikuwa kisumbuana na huyu hakuna mtu mwingine angesumbua Kapsiki. Nani alikuwa anasumbua? Alikuwa flyweight. Alikuwa flyweight. Na mimi pia tukicheza mimi ndio nilipiga game yake ya kwanza ndio aanza kuchaguliwa na jeshi. Sababu tulicheza naye wiki moja light flyweight na akanishinda na akaanza kuchaguliwa kwa jeshi na tukaenda kwa pamoja na nikatolewa. Kaenda mchezo iliendelea nikaondolewa lakini sikujali kwa sababu kila kitu kuna sababu. Ile kitu iko boxing venye tumefunzwa. Mimi mpaka sasa naona future ya Nanyuki itaanza venye tumeanzisha hapa itarudi kwa mikono kutoka kwa mzee sababu baraka zote ni yeye atatupatia tuweze kuendelea mbele. Amen. Na kitu yenye ametaja kusema sports imeintegratiwa kivingine na kujuana inafanya na nimeirudia tena
na Nyuki lazima atainuka kwa sababu anahitaji hata akaona hiyo wazo ya kununua ring lakini hana watu wa kufuata. Mzee, hebu tupatie story ya rings mkianzisha boxing kulikuwa na, did you have the facilities za kufacilitate game tuseme kama ni boxing ama football for example? Nasikia jeshi sana walikuwa na nini za boxing sana. Did you facilitate ni nyinyi mlifacilitate ama mlikuwa mnasaidiwa na Air Force na hawa na rings na hizi? Ile kusema ukweli the chairman of town council the day Kingori Gitonga Kingori Mahiga yes, he had a lot of interest in boxing. It is just unfortunate. I wish I knew I could even have brought the albums here. Umeona hata kwa ringe mwenyewe akijaribu akipeana hata mazawadi sababu kitu ya kwanza when I came in Nanyuki tulikuwa na mchezo na Nakuru na tuchukua some councillors we went to Nakuru led by our chairman Mahiga. By then it was the town council. Walipoona vile mambo yako mazuri they were really happy. So when we came to Nanyuki mimi nilipatiwa gari na Open LPO. Open LPO. Nikaenda Nairobi Sports House. Wakati huo kuko corruption. Kwa sasa hiyo hakuna mtu anaweza itika kupewa Open LPO. Open LPO. Kila mtu anataka kukula. Tukaenda Nairobi Sports House. Yes. Mimi my boss alikuwa kitwa he was the social service officer but Joseph Ngundo. Na tukaenda na treasurer Madai. Na auditor, yes, na auditor. Tulikuwa na gari moja tu Peugeot. Some of us tulikaa nyuma. Tukaenda tukanunua boxing equipment, boxing gloves, punching gloves, bag, tukanunua skipping ropes, tukanunua pads, tukanunua gum sheet, so yote, tulipokuja hapa vijana wengi sana waliingia boxing, lakini watu yote sio sawa. Wengine waliiba, wengine waliiba vitu ambazo hazikurudi, lakini haikutuvunja moyo. Tuliendelea na baada ya kuendelea in one of the meeting at social services nikaambiwa nimetumia a lot of money na wajaona matunda yake. So I was also a member ya Utivani Boxing Association. Nikafanya mpango na watu ya Nakuru, tukawa na mchezo ya kwanza hapa na Nyuki na tulichezea social. Watu walipoona vile mambo yako mazuri na wakawa ni wengi. Safari ya pili, unaweza kumbuka mwaka? I think it was either 81, 82. Yes. 81, 82. Yeah. Na watu ya jeshi walikuja, some of them took part. Watu ya Air Force they took part. Yeah. We had referees from Nairobi, Nairobi and also Nakuru. Yes. It was just exhibition. Lakini kutoka mahali hapo Kanzo ikachukua hiyo mchezo with a lot of seriousness. Yes. Yeah. Sababu mara nyingi hata kwa hii mchezo ya Kimuska na Nyuki ilijulikana sana sababu ya boxing. Yeah, boxing. Yes. Na Kanzo nayo ikawa mzuri sana, ikawaandika. Wengi waliandikwa Kanzo. Na waliandikwa ni yule alikuwa anaitwa Meya Kiama Ruheni. Meya Kiama Ruheni. Yes. Ndiye aliandika boxers na kupatikana meya mwingine ataandika boxers. Yeah. Beleti Mugo. Yeah, Beleti Mugo. Yeah. Ayeko. Tuashira, Ayeko. Kuna wengine wengi sana. Okay. Boxing imeinua watu wengi sana hapa na Nyuki. Na rings mlikuwa mnaomba? Safari ya kwanza tulikuwa tunaomba ring 1 KR. You had a very good relationship between 1 KR and Air Force and the municipal council. Yeah, Air Force ya ona ring. Ring ni 1 KR. Ring ni 1 KR. Lakini mambo, Afaba, ulikuwa kutuneba sikio. Afaba. Yeah. Josa. Na walitoka Afaba ni Armed Forces Amateur Boxing Association. Yeah. Na ilitoka hapa sasa. Yeah. Where do they train? Wanajeshi siku hizi wako Nairobi. Okay. Yeah. Mazee rudisheni hiyo kitu hapa. Mambo yamekuwa mabaya.
Hai jeshi maze turudishieni hiyo boxing hapa. Turudishieni hiyo training hapa kwa wetu waone. Afaba Sasa ni sisi kuna klabu ambazo zinaendelea hapa na Nyuki. Na vile kitu ambacho tungeli appeal sana kwa county sana zaidi watupatie boxing ring. Boxing ring. Hata kama ita cost 100 ama 200,000 hiyo pesa itarudi. Governor Derito Moreti. Yeah. My friend Deputy Governor John Mwaniki. Finance Minister, my friend, my brother Moronge Ndai. Yes. My big boy Kiamakara, please. Hiyo ring ya boxing haiwezi tu cost pesa nyingi sana. Na sio tunaomba tusaidie. Na Woodboy. Na ring inatengenezewa tu hapa Kenya. Woodboy na ring boy tengeneze. Tupatieni hiyo, patieni hawa between 800,000 and 1 million. Kwa niaba ya mzee mzee wa Chira Sporting na coach Alex Lepe na Dad Kush na legend wetu tupatieni hiyo ring tu tafadhali, tupatieni hiyo ring na ninajua mnaweza fanya. Woodboy sukuma hiyo. Tumeahidiwa ring na tunaamini itaafikiana sababu MP Dedi alikuwa ametuahidi atatununulia ring na kusema kweli kwa vile ametusaidia before corona iingie. MP Dedi ndiye amekuwa akisaidia boxing. Nilipatiwa habari 2019 yote yeye ndiye ametupeleka Kenya mzima, tukacheza league, tukacheza intermediate, tukacheza novices, tukacheza open boxing ambayo Nanyuki wali participate the same way 23 years ago when Father Karo was here in Nanyuki. Father Karo ndiye alikuwa sponsor boxing na sponsor volleyball na sponsor karate na Father Karo hakuna fixed ambayo hatukuona wakati Father Karo alikuwa hapa. And the same way 2019 wakati tuli approach Dedi wakati amechaguliwa ametusaidia na katika National League mikondo yote mitano Nanyuki walikuwa namba 9 out of 23 counties and 3 services teams. Asante Dedi kwa hiyo kazi. We appreciate your job. Kaenda National Junior Championship the same 2019 na National Junior Championship iliparticipatiwa mara ya mwisho wakati mzee wa Chira wakianzisha boxing. So National Junior Championship Laikipia County tukakuwa namba 6. So 2019 tumesaidika before corona ingie. Hata corona ikiingia michezo ikisimamishwa the year 2020 mwezi wa 3 tulikuwa tunashiriki michezo ya intermediate pale Charter Hall Nairobi. Ndio tukiwa semi finals wakati tumemaliza preliminaries and quarter finals. Wakati tumeingia quarter semi finals hapo ndio circular ilitoka from the KNSC na Ministry of Sports. Sports zikasimamishwa. So hata hatukucheza semi finals. So tulichukua tu gari tukarudi na Nyuki. So until then sasa ndio tunajitayarisha kurudi kwa boxing nyingine. Coming week tuko na boxing Charter Hall na iko Nyayo Stadium, sio Charter Hall. Iko Nyayo Stadium. President Jamal Cup na hatujapata usaidizi until now. Hatujapata sponsorship ingawa mheshimiwa Dedi alituahidi ata sponsor, so tunaongojea tu because there is still time. Okay. Na ukiangalia sasa hivi wewe ndio sasa wewe unajua wewe ndio nyinyi ndio umeshikilia kazi ya mzee na Irongo na wewe Irongo na Alex nyinyi ndio umeshikilia hiki kitu. Ukiangalia unaona kama kuna future, kuna mabomu mkono future wengi. Kama junior championship tulikuwa namba 6 out of 23 counties. You must then Nanyuki or Laikipia general we have a talent. You have a talent. Tuko na future ya boxing because hata Nyahururu tuko na club. Na cause kuna mabomu mlikuwa mnacheza nao those times Alex na wakienda majuu Olympic waende Commonwealth wengine walipotea. Wakaingia na huko ndani wanapotelea na huko. Unaweza fikiria ni nini inafanya kwangu wakose kurudi Kenya? Nafikiria hivyo wengi wanaangalia background kwa sababu sasa kama mimi niko na Nyuki na mtu kama huyu sahihi Alex Kapsi ni mtu ameletea Kenya sifa na ni gold yako nayo na ile si ya kupewa alipigana kutoka kuanzia quarters mpaka
akapata gold ambayo ilikuwa gold ambayo ni strong, na mimi na muamini sana, namwambia hata saizi hakuna za wote amefikia lengo yake na kuvunja record. So ile kitu kwa wanapotea juu ya nini? Kwa sababu huku Kenya hata ukifanya aje na uko na gold bado hawakukumbuki, hawana haja, hata hawakujui na hawakutambui. Kama saizi kama hii Mashujaa, hakuna boxer niliona hapo ambaye anaweza kumbukwa kama mtu kama huyu from Nanyuki. Alafu labda hata ni wachache wa Nairobi wanakumbukwa. Area yetu kama tukihesabu, mimi nikiangalia naona kama Laikipia County wote tumesaulika kabisa kwa mambo yote, kama mambo hiyo ya Mashujaa. Huyu ni Mashujaa wetu na anajulikana. Hata hivyo tukirudi nyuma, nianze kusema kama mzee wetu ambaye ameanzisha maneno, ukiangalia ikichunguza yeye ni shujaa, ameanzisha tu, ameanzisha na until now wako kwa sports wengi because yeye ako kwa riadha, ameendeleza riadha. Actually unasikia ali retire 2003 and the government demanded his service again after retiring for 10 years. This man, this guy was ni shujaa and he should be appreciated for your kazi. Unapata saizi hata wenye train anaangalia Alex amecheza jeshi miaka 15 na hakuandikwa. Mukuria amecheza miaka sijui ngapi na hakuandikwa prison. Kapsi ameenda gold medalist na ako tu hapa tuko naye Majengo. Unaona mpaka tunapuzwa na wenye tuna train. What is ukichezea jeshi na uko jeshi Mukuria acheze prison na ako prison, how do you get paid or how contract waga aje? Ama ni venye prisons na mzee ndiye alintroduce prison. Mzee yani kila kitu ni hapa, ni hapa kila boxer yule alikuwa head coach wa prison ni mtu ametoka amechezea na Nyuki, Mr. George Geshoki, head coach wa prison. So wakati nilishine nikaenda Kenya Open nikashinda, wakati nilishine wakashine in National League, prison wakakuwa interested na tukakuwa signed. And kwa prison tulikuwa tunalipo 5,000 kila mwezi because tulikuwa tuko katika record ya wale wataandikwa. It was in 2002. I was so young, I was 22 years. Tu ulikuwa already mumeahidi kwamba mtaajiriwa na prison. Tulikuwa squad mzuri sana ya prison. Ambayo tulikuwa na raia ndio walikuwa wengi, askari walikuwa wachache, so ilikuwa sasa tunajua hiyo mwaka prisons wakiandikana, sisi tulikuwa katika mix. And tulikaa Roiro, tulikuwa tunatrainia Roiro for 3 months. Hata recruitment ikikuja ilitupata Roiro, tulikuwa tunatrainia National League ya mwisho ambayo ilikuwa inachezewa Nyayo Stadium. Yes. And tukakuwa runners up. That time the year 2002 tulikuwa runners up. The forces zikachukua. The forces ndio walichukua kikombe na Kenya Prison wakakuwa namba 2. Yes. And kulienda tu vile kulienda because at that time hatutaongea uongo, it was so much corruption katika mambo ya kuandikana. Yani tuseme Kush, with all hope ya umechezea umelimana Mangumi ukiexpect prisons ikupatie kazi penye walikuwa na waingia. But so, at that time hakuna boxer aliandikwa at time prison. Yes. Wakati tulikosa kuandikwa na tukachukua namba 2, tukua the same prison, tukakombolewa tukaenda kuwakilisha second brigade ya Nakuru, tukachukua kikombe ya inter brigade. Na nikashinda hata finals. Kuona wenzetu wale wote, hakuna mtu alitoka prison ambaye ni raia alichezea second brigade alishindwa. Wote washinda. And tukachukua kikombe ya inter brigade. Na tukahidiwa hata huko tutapewa kazi, but pia huko ikaenda tu vile ilienda. So tukaamua kurejea tuendeleze boxing hapa kwetu. And until now tumejaribu mali tumeweza. Na tunaendelea tukiwa na Kapsi, tukiwa na Alex na Idongo. Na kuna wengine bado technical officials of boxing wanakuja kusaidiana na sisi. Okay, wale tu sasa walikuwa nurtured by Mr. Wachira na tulisema kile mzee ameanzisha hakitaisha. It should be there. Mzee unaona anaendeleza legacy yako vizuri sana. We appreciate the kazi. Hata kama aliendaka kwingine na anaendeleza mchezo kwingine kama ni riadha, in athletic, anafanya vizuri sana na ako na uongozi mzuri sana. So na sisi pia tuachie uongozi ambao bado hata leo tunaendeleza katika boxing. Actually mko wengi kwa sababu unaona his son bado Moshi anaongoza
game ya futa bado naye ana support football. So Mr. Wachira is all around. Yako kwa athletics, alikuwa boxing, athletics. In short, yeye ndiye ameanzisha hii story yote ya sports yote. Na kuna wazito ambao bado wako kwa government, maybe in the armed forces, wako kwa prison, wako kwa polisi, ambao walipitia kwa Mr. Wachira. Mr. Wachira, hebu tutajie wawili watatu ambao wako kwa in the senior offices in the institution. Okay, mmoja ni Chief Inspector George Gishoke is in prison. Tuko na David Munuhe ambaye pia ndiye Chief Inspector ndio secretary wa Boxing Association of Kenya. Sikiza tu Bado ndio chairman wa Boxing Association ya police. Wow. Yeah, tuko na Antonio na watu wametoka na Nyuki. Tuko na Menya. Kuna mmoja anaitwa Gideon nani? Kuna mmoja pia anaitwa Gideon, I don't remember the other name. He's also from Nanyuki. He's also from Nanyuki. Huyu naye alienda GSU. Yeah. William Wambugu akawakea. Yeah. Destroyer Kakuha. Destroyer Kakuha. Alikuwa na destroyer wase. Deuri ni watu kwa. Yeah, Deuri. Yeah, he's a coach now. Yeah. Coach wa Githurai. We have a number of our boxers in the different institutions. The product there. The product from Nigeria. And we are happy. Yeah. Mimi furaha yangu ni moja tu. Siwezi enda Nairobi na ilale nje. That's absolutely. Siwezi enda Nakuru na ilale nje. No. Sababu ya mambo ya michezo, especially michezo. Imefanya watu a lot of good interaction. For example, I didn't know you. I now know you. Kama sio mchezo, you not come. I couldn't because unajua sasa nilikaa mzee unaogopa kwa process, tunaheshima bana. Tunaheshima. So kitu lioko mimi maombi yangu ilikuwa kabisa ni kwa county. Hawa wachezaji ni wengi. Yes. Wakifungua tu mdomo wao wa meze, Nanyuki will go very far. True. And we shall have sports tourism. We shall have other people coming to Nanyuki. Yes. Zamani nilikuwa na baba alikuwa ananiambia tulikuwa tunakaa pale karibu kwa makaa. Baba alikuwa ananiambia, nilikuwa nasikia anaambia mama, daddy boxing hii hali Riverside. That is early 90s. Yes. Unaona? Early 90s nilikuwa mdogo. But ni kama I think ndio unasema Mr. Wachira. The county government should sponsor these people. And they should do something for the sports of, for the young generation that is coming. Na the way Muska walikuwa approach I know you are resourceful and I know this government would boy, I know you can do something. Na through Mr. Wachira tutasaidiana tu, sisi tuko hapa tu kupatiana information na nini. Hata hapo naweza kuongeza niseme kwa mfano Joskaki. Joskaki bibi nilikuwa ngeonyeshana sinema huko ya council. Wakati huo hatakuwa hata na TV na Nyuki ile screen. Nilikuwa ngeonyeshana sinema huko. Mwenyewe akaniambia jompendo haya kwa ngombe tatia. Nikamwambia kwa siuite tu hoteli ya Nanyuki Town. Akaniambia pana nataka jina mzuri. Huyo mzee anaitwa Joseph Kabuge Kingori. Aliponiambia nikamwambia hiyo ndio jina yako hii jina ni rahisi. Tuchukue JOS. Jos Kaki. Jos Kaki. Ndio nimpatie hiyo jina. I can tell you mzee rudi kwa mfuko Kibeti Juma he gave me 200 shillings. Which was a lot of money. Kama 20,000. Kama 20k. Yes. I remember then thereafter aliponipatia ndio tu hapo social hall. Nikafunga vitu mbili tatu, nikaingia gari, nikarudi Nakuru kusalimia my family. By then sikuwa nimewalete hapa. So hiyo jina ya Jessica kilitokana na mimi. By the way, hata nikuibie siri. Mimi kuona TV ya kwanza hivi. Hivi. Social hall. Kwako nyumbani. Nililetwa na Ndezi. Kwako tukua standard 3 DB. My God. Mimi kuiona hivi kwanza. Yako mimi TV ya kwanza. Yako akia niliona kwa mzee, nililetwa na Ndezi. Because I think nuko. That was very good history.
Nilikuwa za mapande. Hapa nini? Hapa Socho ile black and white. Hiyo ndio nililetwa na desk court. Nakumbuka tukiwa mimi na kina Jamu tuliingia hapo kwa hiyo ndio ya information. TV ya kwanza na Nyuki. TV ya kwanza na Nyuki. Mimi nilienda mpaka Nairobi kwa KBC nikamwambia mambo ya Nyuki, wakapima wakaniambia niweke aerial 900 meters juu aerial. Yenye iko Socho. Tukaweka pipe tukaunganisha mapipe. Are you talking about feet ama meter? Hapana, was it, I think it was feet tuliunganisha mapipe. Alafu wananchi wa kawaida walikuwa wakilipa 30 cents kuingia. Jioni na saa moja kuna taarifa. Sababu ya taarifa ya habari. Lakini councillors they were not paying. Na video ilikuwa inawekwa kando. TV ya kwanza black and white social. Was it? Sio kama ni kitu shilingi 3 ile. I don't remember so well. Ukaenda ukasasa nikaenda Nairobi KBC. Wakanipima wakaniambia mweke aerial. I think it was either 90 feet juu. 90 feet. I don't remember so well. Lakini kwa mrefu sana nishike. 90 feet nadhani ilikuwa mrefu. Ilikuwa mrefu. So watu walikuwa wakijipanga wakiingia. Watu walikuwa wakiingia. Walikuwa wanalipa 30 cents. 30 cents. Wasikia story. Alafu nashukuru Mungu. Sasa hii mimi nilifanya mzee alinipatia certificate ya coaching and referee judge. Good. Na pale Social 2008. Ilikuwa 98 or 2008. 2008. Nashukuru Mungu pia kwa hii nini imekuja ya AIBA. Rules ni tofauti sababu enzi hiyo hakukuwa na star coach. Hiyo ni sheria imeintroduce. Hiyo imeingia baadaye. Sheria 2013 sasa ile. So hata mimi niko na ile certificate ya 2008 na ambio hiyo bado haifanyi kazi. Star coach ndio inafanya, lakini uzuri sana mimi nataka kubadilisha kutoka kwa coach niingie referee kwa sababu lazima uwe na nini moja, discipline moja. Kwa referee lakini coaching mimi najifanyia coaching kusaidia wale vijana, lakini ikifika ni mambo ya coaching hawa ndio wako hapo, mimi niko nyuma wao kama msaidizi, lakini sasa mimi nitakuwa kama referee kwa sababu hiyo ndio coaching nataka kuchukua na very soon Munoya alisema inspector atakuwa ametanieka kwa orodha ya marefari. Nikasema itakuwa vizuri sana tuwe na refari moja hapa ambayo wako kushikilia pia. Tunaona wote wako kwa coaching. Nashukuru sana pia alipata 1 star coach. Coach huyu naye pia alipewa bila hata kusoma kwa sababu yeye tayari yeye amepita hiyo andike makaratasi. My friend used to alipewa direct. Lakini hapo tafadhali. Yes sir. Siku hizi tuna kitu tunaita gender. Gender yeah. Oh yeah. Somebody like aitwa nani? Lady ya Kenya. Tafuta mwingine na mwingine. Yeah. Kuna boxer twende na wao. Kuna lady ni official. Lady ni official. Secretary. Currently ndio secretary wa Laikipia County Boxing Association. I think itakuja to feature your story. Yeah, there is also for the gender. For the gender. Tunajaribu sana yeah. Now, yes. Tukimalizia boss wetu. Bado una feel vijana wanakuuliza kama maswali? Bado wanakuuliza maswali? Unauliza maswali nyingi sana. Lakini mimi patia morale. Naambia kitende. Ya Mungu jukani. Kama mniambia ati umesikia Kenya na uko hivi na nini? Na sisi unatufunza tutakuwa kama wewe. Unaona? Niambia sikizeni, kila mtu na bahati yake. Ya Mungu jukani. Nini? Kipa. Unajua kama kisho ndio utakuwa Wangira ama utakuwa Foreman ama utakuwa Sunday Otieno mama diari unaona kwa Mungu ni mimi Mungu ni mimi yangu naambia yangu Mungu anajua hii serikali tunajua tu wana itakuwa ti naona mimi niko nini hapa nisikia Kenya na vile niko hapa Nuzile morali. Naambia bado unapatia morali. Bado unapatia morali. Alafu nikimalizia huyu ananifurahisha sana kwa sababu aliuliza msichana mmoja. Usidharau mtu ama boxer yote muone ametoka Majengo ama kwa Mbuzi. Kwa sababu kuna msichana amemjua Majengo. Alimpata kwa kiwanja ndege. Kiwanja kwa ndege. Kwa ndege ndani. Kwa msichana alibaki
Anauliza huyu amekujaje? Umeingia hadi ndege. Sidara mtu. Kwani sana wakati hiyo ni wale sasa unaona wamejiweza madege. Wale kazi huko kwa ndege. Sasa ameona kapsia anashinda kwa ndege huyu. Ajui ni talent yake imempeleka. Ni talent yake. Unafanya importance of a talent. Adili hapa. Ile kuuliza jina alishangaa. Kwa Geba kwa ndege sijui. Akaenda kujificha asabio na mtu mwingine hasa haikusahau. Amini. Lakini kitu ningeliuliza ni kimoja tu. Tuulize county. Yes. This county. Sports wameiweka wapi? Yes. Sababu hawajashughulika na sports. Not boxing, not athletics, not football, not nothing. Wametuweka wapi? Sababu hatujui hata kama iko pesa ya sports kwa county. We would like to know, we would like to have sports tourism. Ungetaka watu waje watembee na nyuki. Kuna watu waje usikie na nyuki kwa map. Lakini hajafika na nyuki. Kwa mfano kuna wengine hapa ukimwambia mambo ya Mombasa yeye usikia Mombasa lakini hajui Mombasa iko wapi. Hajajua vile iko. We would like to elevate status ya Nanyuki upande sana mchezo. Iwe ni boxing, iwe ni foot, anything. Kama itawezekana kwa mfano kama hii Kikoska ama Kikoska recruit wachezaji ambao wataandikwa kazi hata kama ndio kufagia barabara si neno lakini wana kazi but wanainua the name Nanyuki. The name Nanyuki. That is which is very possible. Kush, tumalizie, what is your wish? My wish kwanza kwa saizi tunasikia kuna Kikoska. Na tunajua kama Woody Boy wako huko. Na stakeholders wote wa sports wa county wako huko. Kuna kitu kimoja tungewaomba saa hii wakiwa huko. Wafanya kampeni huko. Boxing irudi katika Kikoska. The way it was in Kimuska. Haiko boxing inaondolewa because watu wako wameandikwa. Okay. So saizi na kukakuwa na claims municipalities hazina boxers municipalities mingi but saizi boxing in Kenya kila county tuko na county 21 21 counties ambazo zinashiriki boxing saa hii. So ikiwa wanataka boxers from counties hiyo watapata saizi kama zamani vile kulikuwa kuna boxers. Saizi kila county iko na boxers. So kila county inaweza wakilishwa. So wafanye campaign. Wafanye wakati wako kwa hiyo mkutano ya sports ya Kikoska. Wa instigate yani wasukume boxing irudishwe katika Kikoska because talent inapotelea chini na Kikoska municipal yani county governments wako na funds za kuinua michezo but michezo kama hiyo iliondolewa kwa ratiba ya hiyo michezo inafaa irudishwe ndio at least vijana wapate ajira na wapate exposure na inakuwa pia wanaenda kutembea mahali hawajatembea inakuwa ni tourism. That is true. Absolutely. Na pia tukua kama Laikipia County Boxing Association ama tunajiita kama ni club yetu tunajiita Laikipia County Team Boxing. Tunaomba usaidizi. Hatuna equipment. We don't have training equipment. Hatuna hata uniform ya kwenda kucheza. Sasa hata kama tutaenda kucheza hatuna uniform, tunaenda kuomba uniforms. Tutaenda kuomba ring boots, even gum sheets. We will borrow to other boxers and it is not supposed to be that way. So tunaomba wala wanahusika viongozi wale wako pale kwa county hawajasaidia michezo kwa miaka yote tumewaona, so at least this time wajaribu tu watusaidie kidogo tuone wamefanya kitu. Finally legend ebu 3 words ama 4 words 1 minute opinion yako wewe unawishi nini for the young boxers that are coming? Sasa process ukweli tunafunda ndio lakini sasa nafika pengine vile mkuzi anasema hatuna relax, hatuna kitu chochote tuko nao. Sasa tunafunza wale boxers saa zingine game inatokea hatuna equipment na game imetokea hata tikiti ama hii hatuna, inabidi tuongeke sisi tuombe na nini
lakini si wakaunti wale rafiki wale unaomba kwa marafiki hao sasa maveteran wachangia kutumika watu kama watatu wa maoni na nini, lakini bado tunaumia kwa vile sasa tunaona mradi ya kuinua vijana waendelee. Kabisa, unaona kabisa. Haya Alex, malizia na your opinion yako na maombi yako kabla tuende kwa mzee. Okay, nashukuru sana kwa mpango wa leo. Wenye amejipanga kuja kutuuliza mambo ambayo yanatusumbua na shida zetu nyingi zaidi ni kuomba tu county watukumbuke, kwa sababu miaka yote tumeishi tukilia, tunaishi hadi kama watoto ambao hawana wazazi kabisa, na tuko na wakubwa, kuna magavana, kuna maseneta, ma MCA. Ukiangalia pia wenye uoga wanachaguliwa mara mingi, waga hawapendi sports. Ukienda kama Nairobi, kutoka MCA uoga unapata mwingine ni boxer, anachukulikia box kabisa. Unapata mwingine ni senator. Hata si lazima uwe boxer, lazima uwe na roho ya kusaidia. Kama unaweza pata kiwete kwa barabara unampatia 100. Mbona usiende kwa hall upate vijana wana train bila hata kiatu wanulie viatu. So ile kitu mimi nalilia, tunataka watu wawe na ile roho ya kusaidia wengine. Venye wao ulisukumwa na kura za watu, wewe jaribu na wewe sukuma mtu aende apate talent yake, kama ni boxer, kama ni footballer, kama ni athletics, ende upush tu kidogo umesaidia, kama ni uniform. Peana tu ukijua Mungu ndiye atakulipa. Kabisa. Hakuna kitu kingine zaidi. Thank you so much. Wacha tumaliziwe story na hii maneno yote na mzee Mr. Wachira baba yetu. Atupatie generally maoni yake na venye angewish what will happen to the sports that he started in the early 70s or in the late 70s in Nanyuki and in Laikipia. Yeah, thank you so much. Na kitu ningesema ni kuwa kuna nomination hufanywa ni different counties. Yes. Kama unaweza kunominate watu wawili watatu upande wa sports, wainue sports not necessarily athletics, not boxing, lakini sports in general. Somebody with the ideas ya kutunasha talents ya kuinua sports tourism in this county. Either kwa mfano Jauru kutoka watu wawili, Laikipia East kutoka watu wawili, Laikipia North watu wawili, wakae pamoja so that tuinue status ya Laikipia County. So my very humble request ni kumwomba His Excellency the Governor, Mheshimiwa Ndito Mureithi, akumbuke sports ndio itainua Laikipia County. Because without sports tourism haitajulikana. So maombi yangu makubwa ni tuwe na nominated persons ambao wanahusiana sana na mambo ya michezo. Thank you. Asante sana. Leo tumefurahi sana, tumepata mzee, tumepata coaches wa boxing, tumepata our legend ule tulificha last time, and I think hatujalala hii maneno, tutashauti mpaka sports zirudi the way they were in this Nanyuki. Sisi no one sponsors us, sisi ni kazi yetu, tunajitolea na director Nick Karari to make sure that our young generation and the older generation make sure wamemerge, na make sure kwamba our legends bado the future generation watakuwa kiklik mahali hivi wanaona kweli kulikuwa na mzee Wachira, kulikuwa na Kapsi, kulikuwa na Daddy Kush, kulikuwa na Alex, kulikuwa na wengi tu, David Munohe, awazito wote. Na ukifikia hapo tupatane mpaka next week ama kesho anytime, na ule mtu yote mnataka tufiche, we are ready to feature for you legend, we are ready to bring you the stories. Na information isilale. Mzee amesema sports ziendelee na sports zifanywe kazi, na akisema sisi tunaamua, na msipoamua tutaamua kwa niaba yenu. Huyu ni Ustadh the General. See you next time. Thank you very much.